Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani ni kama kulikuwa kuna maongezi ya baina ya mke wa Imran na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kila wakati ni kama inaonyesha kulikuwa kuna maongezi, na mja anafaa kuwa hivyo, yani anafaa kila wakati kuwa na maongezi baina yake na baina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mshtakie Allah, mweleze Allah, na usimwambie mtu yote yule. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Katika aya ambayo kwamba tuliitanguliza, ambayo kwamba mke wa Imran aliposema idh qalat imra'atu, bismillahir rahmanir rahim, idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Aya hii anasema kwamba aliposema mke wa Imran, idh qalat imra'atu Imrana, aliposema mke wa Imran, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, mola wangu mlezi nimekuwekea nadhiri, nadhartu laka, nimekuwekea nadhiri, ma fi batni muharrara, yali au kilichomo tumboni mwangu kuwa kiwe ni wakfu kwako, fataqabbal minni, basi vile nimeifanya iwe ni wakfu kwako, basi nikubalie, innaka anta samiul alim, mpaka mwisho wa aya. Neno ya kila neno leo itakuwa ni kuhusiana na nini? Itakuwa ni kuhusiana na hiyo al-muharrar. Kwa nini mke wa Imran aombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ahidi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba huyu ambaye kwamba mimi nitakayemzaa atakuwa ni mfanyakazi wako, atakuwa ni wakfu kwako, ambaye kwamba atakayekuwa anafanya kazi kwa nyumba yako tukufu, ambaye kwamba ni Baitul Maqdis. Lakini hapa kuna nukta ambaye kwamba tulifika, na yule ambaye kwamba atakayeweza kurejelea atarejelea kitabu ambacho kwamba inaitwa Tafsirul Amthal ya Sheikh Makarim Shirazi, na inshallah taala tutaona katika tafsiri zingine vipi maulama wetu wanasema. Anasema al-muharrar min at-tahrir, yani al-muharrar, neno al-muharrar ni yule mtoto ambaye kwamba anayewekwa kuwa ni mhudumu wa nyumba tukufu, kama vile kina Abdul Muttalib ilivyotokea kwa familia ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika kina Abdul Muttalib na kina Abu Talib na wengineo. Sasa walikuwa wanaweka mtoto awe ni mfanyakazi wa nyumba Mwenyezi Mungu, na sana sana walikuwa wamezoea kuweka kijana ndiye kwamba awe ni mhudumu wa nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana tutlaqu fi dhalika zaman, katika zama hizo neno hii muharrar ilikuwa inaitwa nani? Alal abna, kwa vijana, almuayyanin, vijana makhsus na khasa lilkhidma fil ma'bad, yani kufanya kazi na kutoa huduma fil ma'bad, katika sehemu ya kuabudia, ndio hili neno muharrar. Liyatawallau tandhifa, ili wawe ni wenye kuweza kufanya usafi wa khadamati, na kutoa huduma zinginezo. Kwa hivyo wakati alipokuwa anasema mke wa Imran kwamba huyu mtoto ambaye kwamba mimi nimenadhiria, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, yani nimenadhiria kwako kilichomo tumboni mwangu kiwe ni wakfu kwako. Alikuwa anakusudia kwamba huyu kijana ambaye kwamba mimi nitakayemzaa awe ni mtumishi wako
katika nyumba hii ya Baitul Maqdis. Anaendelea anasema, waliuaddu ibadatihim, na watekeleze ibada zao, fihi, kwa nyumba hiyo, waqta firaghihim, wakati ambao kwamba ni wa faragha, yaani maisha yao yote na yote iwe inaishia pale kwenye maabad, kwenye sehemu ya kuabudia. Walidhalik, na ndo maana summiya alwahidu, yani mmoja anaitwa nani? Almuharrar, idh huwa muharrarun min khidmati alabawain, wakati ambao kwamba yeye alikuwa ameitwa hiyo jina kwa ajili yuko huru kwa kutotumikia wazazi wawili. Wakana dhalika mudaatun liiftikharihim, na hiyo ilikuwa ni fakhari na kujifakharisha kwao, yani watu walikuwa wamezoea kutoa watoto kwa ajili ya kufanyia kazi maabad, kwa ajili ya kufanyia sehemu ya kuabudia. Qila, inasemekana kuwa inna sibyana, yani watoto wale ambao kwamba wajafika umri wa kubaleghe, alqadirina ala hadhihi alkhidma, ambao kwamba walikuwa na uwezo wa kutoa khidma hii na huduma, kan yaqumuna biha, walikuwa wanasimama na hizi huduma za wapi? Za kwenda kwa maabad, yani kwenda kwa misikiti, kwa sehemu tukufu na kutoa khidma, hadi wao ni wenye kubaleghe, yani hawajabaleghe, lakini wanapelekwa kwenye sehemu hizo tukufu, wanatoa huduma hadi wanafika katika sehemu, katika umri wa kubaleghe. Wa min thumma, na baadaye, kana al-amr yuwakkal ilayhim, na baadaye yani amri ilikuwa inawekwa baina yao, yani wao walikuwa wana uamuzi. Uamuzi gani? Insha au baqau, wakiweza watabaki kwenye misikiti watoe huduma, wa inshau taraku alkhidma, na wakiweza watakuwa ni wenye kuacha kuhudumu, yani kuacha kuhudumu kwenye maabad, kwenye sehemu ambazo kwamba walikuwa wanafanyia huduma, wanatoa huduma, wanaenda zao manyumbani. Lakini wengine wanasema wayara alba'd, na wengine wanaona kwamba anna iqdama Imran. Sasa hiyo tumemaliza nukta ya kwanza, neno muharrar. Kwa nini imraatu Imran, mke wa Imran, alitumia neno muharrar? Kwa ajili alikuwa anajua kwamba mimi nitazaa mwanaume, na huyu mwanaume nitampeleka katika sehemu tukufu, awe ni waqf, yani awe anafanya kazi kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana akatumia neno muharrar. Hii ni neno la kwanza, yani hili ni tafsiri la kwanza, na huu ni mtizamo wa kwanza. Mtizamo wa pili, wayara alba'd, na wengine wanaona kwamba anna iqdama imraati Imran ala nadhar, kwamba mke wa Imran alipotoa nadhiri ni nini? Dalilun, ni dalili ala anna Imran, ya kwamba Imran tuwafia ayama hamli zawjatihi, yani yeye ametoa nadhiri. Kwa nini ametoa nadhiri? Kwa sababu Imran ambaye kwamba ni mume wake amefariki, au alikuwa amefariki wakati ambaye kwamba alikuwa yuko na amebeba ujauzito. Wa illa, lau kama si hivyo, kana min albaid an tastaqila al-um bihadha an-nadhar, na kama si hivyo, anasema ni haiwezekani mwanamke kutoa nadhiri aina hii, yani ni ngumu sana mwanamke awe ni mwenye kutoa nadhiri. Wanasema Waarabu bil istiqlal, yani atoe nadhiri yeye mwenyewe kama mwamuzi, yeye mwenyewe kwa mtoto wake yeye mwenyewe. Sasa ndio maana wengine wanasema kwamba huyu alitoa nadhiri kwa sababu mume wake alikuwa shafariki, na ndio maana yeye mwenyewe akawa mwenye kujitegemea katika uamuzi wake. Twende kwa aya, anasema falamma wada'atha, na wakati ambapo kwamba alipomzaa, qalat, au alipojifungua, qalat rabbi, akasema e Mola wangu mlezi, inni wada'tuha untha, hakika mimi nimejifungua binti, yani nimejifungua binti ambaye kwamba ndo huyu na unamfahamu. Hapa kabla tuendelea, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
yani ni kama kulikuwa kuna maongezi ya baina ya mke wa Imran na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kila wakati ni kama inaonyesha kulikuwa kuna maongezi, na mja anafaa kuwa hivyo, yani anafaa kila wakati kuwa na maongezi baina yake na baina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa pia tunaweza soma kwa mke wa Imran kwamba hapa ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha kwamba mshtakie Allah, mweleze Allah na usimwambie mtu yoyote yule. Sasa ndo maana akasema falamma wada'atha, na alipojifungua, qalat rabbi inni wada'tuha untha, akasema e Mola wangu, hakika mimi nimejifungua binti. Anasema Sheikh kwamba hadhihi aya hii tashrah hala ummi Maryam baada wiladatiha, inaelezea hali ya mama yake Maryam baada wiladatiha, yani baada ya kujifungua. Fakad az'ajaha an talida untha, yani hii hali imemsumbua sana yeye kuzaa binti, yeye kuzaa mwanamke. Warahat, na sasa akaanza na akaenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukhatibu Allah, anamkhutubia Mwenyezi Mungu, qailatan, akisema innaha untha, hakika aliyejifungua si mume bali ni mke, yani yule ambaye kwamba amejifungua ni mke, na yeye alikuwa anatarajia aone ni mume. Anasema tena wa anta ta'lam, na e Mola unajua kwamba, wa anta ta'lam, na wewe Mola wangu unajua kwamba, anna dhakara, ya kwamba mume ya mwanaume, laysa kal untha, sio kama mwanamke, fi tahqiq an-nadhar, ili ihakikishwe, yani ili nadhiri yangu itimie, ni lazima niwe na mwanamume, kwa ajili mwanamume ndiye ambaye kwamba anayehudumia nyumba yako na sio mwanamke. Sasa ili nadhiri yangu itimie ni kwamba nipate mume, lakini nimepata mke. Akaendelea anasema fal untha, sasa huyu ni mke wa Imran. Fal untha, mwanamke, la tastati'u, mwanamke hawezi, an tuaddi wajibaha, mwanamke hawezi tekeleza wajibu wake, fil khidma, katika kuhudumia, kama yafalu dhakar, kama vile mwanamume anavyohudumia katika mahekalu, katika misikiti, sio mwanamke hawezi fanya hivyo. Falbintu, basi mwanamke, baada albulugh, baada kufikisha umri wa kubaleghe, adatan, sana sana, shahria, katika kila mwezi, la yumkinuha dukhul almasjid, yani katika mwezi, yani siku zake zikifika hawezi hudumu msikitini. Mudhafan, akiongezea akisema kwamba ila an qawaha albadaniya dhaifa wa kadhalika almasail marbuta bilhijab, na mpaka mwisho. Yani masala mengi sana ambayo kwamba itakuwa ni hijabu, yani itakuwa ni kizuizi kwa huyu mwanamke ambaye kwamba nimejifungua mimi. Sasa ndio maana akasema mke wa Imran, walaysa dhakaru kal untha, na sio mwanaume ambaye kwamba nilikuwa najua nitamzaa kama huyu mwanamke. Mwanamke atakuwa yuko na kipimo kwenye sehemu ya kuabudia, lakini mwanamume la, mwanamume atakuwa kila wakati yuko ndani. Na nukta nyingine ambayo kwamba ni nukta ya mwisho ya kuelezea ni kwamba wa inni, mke wa Imran, nukta tatu anasema wa inni samaituha Maryama. Sasa alhamdulillah, e Mola wangu umenipatia huyu binti, na e Mola wangu mwanamume sio kama mwanamke. E Mola wangu, ili itimie nadhiri yangu lazima niwe ni mwanamume, lakini e Mola wangu, wa inni samaituha Maryama, mimi nimemuita huyu binti Maryam. Anasema shekhe kwamba katika tafsiri yattadhi min hadhi aljumla, yani hii jumla tu ndogo inadhihirisha nini au inaeleza nini? Anna umma Maryam, ya kwamba mama yake Maryam, hiya allati, ndiye ambaye kwamba samatha bihadha alism inda wiladatiha, inaonyesha kwamba yeye ndiye ambaye kwamba aliyetaja jina ya bibi Maryam
wakati ambao kwamba ashajifungua tayari. Yeye ndiye ambaye kwamba alimtaja. Kwa nini? Na hapa inaonyesha dhahir kwamba, hapa inaonyesha kwa wazi kwamba mume wake hakuwepo, mume wake tayari alikuwa shafariki. Sasa hapa inaonyesha moja kwa moja yeye ndiye ambaye kwamba aliyetamka na kumtaja mwenyewe akisema wa inni samaituha Maryama. Kisha anasema kwamba wa fi hadha, na pia katika hii yadhhar, inaonyesha kwamba muntaha ishtiyaq hadhihi al-umm at-tahira liwaqfi walidiha ala khidmati llah. Na katika aya hii inaonyesha kwamba shauq ya mke wa Imran, inaonyesha shauku yake ya kutaka mtu ambaye kwamba anaweza toa khidma kwa Baitul Maqdis, anaweza toa khidma na kukamilisha kwa uzima kabisa nadhiri ambaye kwamba mama yake Maryam alikuwa ameweka ya kupata mtu ambaye kwamba anaweza hudumia nyumba tukufu ya Baitul Maqdis. Kisha anaendelea anasema, lidhalika, kwa sababu hiyo, talabat min Allah, aliomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, an yahfadhaha, awe ni mwenye kumhifadhi. Ya kwanza amemwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amhifadhi, yani amhifadhi Maryam, yeye Maryam, wa nasalaha au wa naslaha, na kizazi chake, min waswasati shaitan, kutokamana na wasiwasi mbali ya kiibilisi. Nataka nikuulize dada yangu na mama yangu na mabinti kwa ujumla, wakati ambapo kwamba uko na mtoto wako, uko na binti yako, je, ushawahi muombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tunakubaliana kwamba dua ya mama inakubalika. Ushawahi muombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amhifadhi yeye na kizazi chake katika swala yako kila siku? Yani hiyo ndio inakuwa dua yako ya kila wakati, ambayo kwamba ni dua ya jiddi. Tukisema jiddi, ni dua ambayo kwamba ni serious. Unamwombea mtoto wako kila wakati amweke mbali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mweke mbali na shetani, au bado? Ikiwa bado, anza saizi. Sasa ndo maana anasema kwamba aniyafadhaha, anamwomba Mwenyezi Mungu amhifadhi Maryam, wa naslaha, na kizazi chake, min waswasati shaitan, kutokamana na wasiwasi ya Iblis, wa an yarahum, sio hivyo tu, wa an yarahum, na awachunge, bihimayatihi, kwa himaya Mwenyezi Mungu, wa lutfi, na lutfi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana anasema akimalizia aya, wa bismillahir rahmanir rahim, wa inni u'idhuha bika, na hakika mimi nina u'idhuha bika wa dhurriyata minash shaitani rajim, nina kuomba wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ninawalinda kwako ewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dhuria yake kutokamana na shetani ambaye kwamba aliyelaaniwa. Mpaka kwa hii aya ambaye kwamba tumesimama, aya ambaye kwamba tumesimama ni aya ya 55 ambaye kwamba iko katika sura ya Al-Imran, hiyo peke yake. Sasa tukuje, tumemaliza saizi tafsiri ya Sheikh Makarim Shirazi, yani tafsiri ya Amthal. Tukuje katika tafsiri nyingine ndo tuweze kufika katika na natija nzuri zaidi. Katika tafsiri ya pili ni tafsiri ya Al-Allama Sayyid Tabatabai ambaye kama ni tafsir ya Al-Mizan. Anasema bismillahir rahmanir rahim, anakuja na kauli yake akisema idh qalat imraatu, yani kauli yake mamake Maryam au mke wake Imran. Anasema idh qalat imraatu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Aliposema maneno haya, maana yake ni nini? Anasema Al-Allama Sayyid Tabatabai kwamba ijabu al-insan ala nafsi ma laysa biwajib. Hiyo ni nukta ya kwanza. Aliposema bibi mama yake Maryam au mke wake Imran, aliposema kwamba Rabbi, e Mola wangu, inni nadhartu lak,
natoa nadhiri kwako wewe, ma fi batni, kwa kilichomo tumboni mwangu mimi, muharrara, hicho kilichomo tumboni mwangu mimi kiwe ni wakfu kwako, yani awe ni mtumishi wako. Kwa lugha nyingine anasema neno hilo kwamba huyu ambaye kwamba ninamzaa awe ni mtumishi wako, ninamtoa awe ni mtumishi kwako. Hiyo ni nadhiri, na nadhiri ni lazima na lazima kutekeleza mutlaqan, yani ni wajibu kutekeleza. Anasema al-Allama, hiyo nadhiri ni nini? Ni ijabu linsan, ni kujiwajibisha, ni kujifunga mtu, ala nafsi, ni kujilazimisha kitu mtu, ma laysa biwajib, kitu ambacho kwamba sio lazima. Yani wakati ambao kwamba utakapotoa nadhiri hiyo ni lazima, yani ni lazima uwe ni mwenye kuitekeleza. Na ndio maana anasema ijabu insan ala nafsi ma laysa biwajib, ni kujilazimisha mtu kitu ambacho kwamba sio lazima. Yeye kufanya mtoto wake kuwa ni mhudumu wa msikiti wa Bait al-Maqdis sio lazima, lakini hiyo kutoa nadhiri, baada ya kutoa nadhiri atakapopata mtoto ni lazima. Anasema watahrir huwa al-itlaq an withaq, yani hii tahrir huwa al-itlaq an withaq, yani kusema kwamba mtoto wangu ni muharrar, kusema kwamba mtoto wangu ni mhudumu kwako wewe, ni kuonesha kwamba umefunga mithaq yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, wa fi qawlihi, na katika kauli yake, qalat imra'atu, amesema imra'atu Imran, yani mke wa Imran, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni. Inaonesha nini? Anasema Said kwamba dilala, inaonesha ya kuwa annaha, ya kwamba innama qalat hadha alqawl hinama kanat hamila. Ya kwanza anaonesha maneno haya ambayo kwamba mke wake Imran aliposema kwamba rabbi inni nadhartu laka, e Mola wangu ninatoa nadhiri kwako, ma fi batni muharrara, kilichomo tumboni mwangu kiwe ni mhudumu kwako, kiwe ni wakfu kwako. Aliposema maneno haya, kanat hamila, alikuwa ana ujauzito, wa anna hamlaha kana min Imran, na kwamba ujauzito wake ulikuwa ni wa Imran. Wala yakhlu lkalam, na maneno haya hayawi mbali na kutupatia alama ya kuwa bi anna zawjaha, ya kwamba mume wake ambaye kwamba ni Imran, lam yakun hayyan, hakukuwa yuko hai enda idhin, wakati ule. Hii kauli ya Said Allama inakubaliana na kauli ya Sheikh Makarim Shirazi, wa illa, na kama sivyo, lam yakun laha an tastaqilla bitahrir, yani kama sio hivyo kwamba yeye kusema kwamba e Mola wangu ninatoa nadhiri kwako, kama haingekuwa hivyo basi angesema hivyo. Lakini kwa yeye kusema hivyo kwamba mimi ninatoa nadhiri kwako, inamaanisha kwamba yeye alikuwa yuko peke yake na yeye hakukuwa na mume wakati huo. Anaendelea anasema, wa min almalum, na inayojulikana ni kwamba anna tahrir alab au alum lilwalad laysa tahriran an alruqiyya, wa innama huwa tahrir an qaid alwilaya allati lilwalidain ala alwalad. Yani anasema kwamba kutoa mtoto hayamaanishi kwamba ni kutoa mtoto katika mafungu ya utumwa, yani sio kama vile mtumwa anawachwa, la, lakini kutoa mtoto, yani ile utoaji wa mtoto na kumfanya awe anahudumu katika msikiti, awe anahudumu sehemu tukufu, hiyo ni kutoa mtoto kutoka kwa wilaya, yani kutoa mtoto kwa mamlaka, yani unatoa mtoto kwa mamlaka yako, ala alwalad, yani kutoa mtoto kwa mamlaka ya mzazi kwenda kwa mtoto yule. Min haythu tarbiyatihi, ya kwanza kabisa katika upande wa kumlea, wa istimali fi maqasidihima wa iftiradhi taatihima,
yani na ile kumfanya awe ni mwenye kutekeleza makusudio yao wawili, yani ni kutoa ule mtoto moja kwa moja awe ni mwenye kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema, anaendelea, wa idha kana tahrir mandhuran lillah, na ikiwa huku kumtoa mtoto imetiliwa nia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imenadhiriwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yadkhulu fi wilayati llah, inaingia katika mamlaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au huyu mtoto anaingia moja kwa moja kwa mamlaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya kwanza, yaabuduhu, anamwabudu, wa yakhdim lah, na anamhudumia. Yani maana yake kuhudumia, maana yake nini? Kuhudumia maana yake atakuwa anafanya kazi pale kwenye, kama ni mahekalu, atakuwa ni mwenye kufanya kazi na sehemu ambayo kwamba ni khasa na khasa ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qila, anamalizia Saida anasema kwamba, na inasemekana, innahum, hakika, kanu yuharrirun, yani wale ambao kwamba waliotangulia, kanu yuharriruna alwalad lillah, walikuwa wanamtoa mtoto kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana alabawani la yastamilanihi fi manafiihima, yani wazazi wawili hawakukuwa wanamtumia yule mtoto kwa ajili ya manufaa yao, yani ni kama yule mtoto naam wamemzaa, naam ni wao, naam yeye ni mtoto, ni milki ya wazazi wawili. Nikisema milki, yani ni damu yao, anahusiana moja kwa moja na wazazi wake, lakini sasa wanamtoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na zile manufaa ambazo kwamba walikuwa wanapata kwa ile mtoto, manufaa ni kama gani? Manufaa ni kama wa Mtume, manufaa ni kama mtoto awafaidishe na kitu fulani, mathalan awasaidie jambo fulani nyumbani ambalo kwamba wanahitajia, wanataka kufanya hivyo, wanakuwa ni wenye kumninio kuwasaidia. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hizo manufaa zinatoka kwao, zinaelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaendelea anasema, wala yasrifanihi fi hawaijihima, wala hawamtumi kwa haja yao wawili. Yule mtoto ambaye kwamba anayetolewa hawamtumii kwa haja yao wawili, bali kana yuj'alu, ilikuwa inajaliwa, fil kanisa, kwenye kanisa, yaknisuha, anakuwa ni mwenye kuifagia, wa yakhdumuha, na anakuwa ni mwenye kutoa huduma, hata yablugha alhulm, mpaka awe ni mwenye kufika umri wa kubalighi. Thumma yukhayyar, kisha anapatiwa khiyari baada ya kubalighi yule mtoto na amepata malezi kule kwenye kanisa au kwenye hekalu. Baada ya kubalighi, akishafikisha umri wa kubalighi, yukhayyar, anapatiwa khiyari baina al-iqama, baina kubaki pale kwenye kanisa, wariwah, na kwenda. Yani ima wewe kama kijana ambaye kwamba umekuwa kwenye kanisa hii, ima utabaki hapa na sisi au utakuwa ni mwenye kurudi kwa wazazi wako. Fa in ahabba, ikiwa atapenda yule kijana ambaye kwamba ametolewa kwa njia ya Mwenyezi Mungu, ambaye kwamba anayefanya kazi kwa hekalu, ikiwa atapenda an yuqima aqam, ikiwa atapenda kubaki atabaki. Wa in ahabba, na akipenda kwenda, dhahaba li sha'ni, akipenda kwenda atakuwa ni mwenye kwenda na kufanya shughuli zake za kawaida. Tunamalizia nukta ya mwisho. Wa fil kalam, na katika neno haya kuna nini? Kuna dilala, kuna ishara ya kwamba ala annaha, ya kuwa sasa hapa ndo nukta muhimu sana, ambayo kwamba katika hizo nukta ambazo kwamba tumezitaja kwa huyo mke wa Imran, hapa ndo nukta muhimu sana. Anasema wa fil kalami, na katika maneno, dalala, kuna ishara, ala annaha, ya kwamba huyu mke wa Imran kanat ta'taqidu, alikuwa anaamini moja kwa moja kwamba anna, ya kuwa, ma fi batniha, yani kitu ambacho kwamba kilikuwemo tumboni mwake, dhakar, ni kuwa ni
ni kiume au ni mtoto wa kiume ndiye ambaye kwamba alikuwa tumboni mwake, la inath, sio mtoto wa kike. Haithu, kiwango ambacho kwamba innaha, wakati wote tunaji rabbaha, wakati wote na daima alikuwa anamuomba Mola wake, anafanya munajat kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, anjazim, yani ile kwa kuamini kwamba moja kwa moja nitakuwa ni mwenye kupata mtoto wa kiume. Mnakumbuka ndugu zangu kwamba alikuwa ni mwenye kuahidiwa mtoto wa kiume, alikuwa ni mwenye aliyeambiwa atapata mtoto wa kiume ni mume wake. Kisha mume wake ambaye kwamba ni Amran akakuja kumwambia, na mume wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kabla awe ni mwenye kupata mke wake yani mama yake Maryam, kabla hajajifungua mume wake akafariki, kwa hivyo akabaki peke yake. Sasa alikuwa anaamini moja kwa moja kwamba atakuwa ni mwenye kupata mtoto wa kiume wakata, na pia alikuwa yuko 100% atakuwa ni mwenye kupata mtoto wa kiume, min ghairi ishtiratin wa ta'liq, haithu taqul, kiwango ambacho kwamba ndo maana alikuwa anasema nadhartu laka rabbi, Mola wangu mlezi, inni, hakika mimi, nadhartu laka, nimenadhiria kwako nini, ma fi batni, kwa yaliyomo tumboni mwangu, muharrara, kuwa ni yenye kuwa katika njia yako, kuwa ni yenye kuwa wakfu katika njia yako, min ghairi an taqul, bila ya yeye kusema, yani bila ya mama yake Maryam kusema, min ghairi an taqul, bila ya kusema in kana dhakaran, bila ya kuweka qaid. Wanaita wana lugha kwamba qaid ni kuweka ile sifa ya kitu, ni kuonesha ishara ya kitu fulani. Min ghairi an taqul mathalan wa in kana dhakaran, yani alikuwa tu amesema mimi nitatoa kile kitu ambacho kwamba kiko tumboni mwangu, mimi nitaitoa wakfu, bila ya kusema kwamba ikiwa ni mwanamume. Maana alikuwa yuko na uhakika kwamba atakachozaa ni mwanamume ndiye ambaye kwamba atakayezaa, wala sio mwanamke ndiye ambaye kwamba atakayezaa. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.